Actually lengo la Chaga Homestay kufanya hii program ni kuuisha uchumi wa wana Kilimanjaro. Tumeona kwamba katika mkoa wa Kilimanjaro kuna nyumba nyingi za watu ambazo wanakaa wanazijenga lakini hawakai, wanakuja kukaa mara moja kwa mwaka. Sisi kama Chaga Homestay tukakaa na kuona kwamba tunaweza tukatengeneza idea ambayo inaweza ikauisha maendeleo na ikachochea uchumi wa wana Kilimanjaro kwa kuzitumia zile nyumba kuweza kufanya shughuli za kimalazi ambao tunafanya, na actually mpaka sasa tumefanya hili zoezi, tumeshaingiza nyumba takribani 7 kwenye mfumo wetu, na tunaongezea pia kipato kwa sababu shughuli kubwa hii inapokuwa inafanyika, kuna watu wanapata ajira kwenye zile homestay. Kuna watu kama housekeeper, hospitality wanakuwepo huko wanafanya hizi shughuli na actually wanajitengenezea kipato. Kiukweli Chaga Homestay tumejipanga na tunahakikisha kwamba jambo hili litakuja kuwa kubwa sana zaidi ya hapa ambapo tupo, kwa sababu malengo yetu ni kuhakikisha katika mkoa huu wa Kilimanjaro tutaenda kuziingiza nyumba takribani 200 mpaka 300. Nadhani kwa kufanya hivyo tutakuwa tumechochea uchumi wa Kilimanjaro na taifa kwa ujumla. Hii mnaifanya tu wakati wa marathoni ama kuna nyakati nyingine mnazofanya ama ni all weather? Kiuhalisia sisi tunafanya kila siku, sio kwa ajili ya marathon, kwa sababu target yetu sisi kubwa pia ni kuwapokea wageni mbalimbali kutoka nje za nchi na ndani ya nchi, kwa maana ya kwamba tunafanya kipindi hichi cha marathon lakini pia vile tunafanya katika nyakati zote, hatuangalii tu katika soko hili la marathon, na ndio maana tunatumia fursa hii kupitia marathon kuwawisha wananchi waendelee. Wale wanaotaka kusajili nyumba zao zisajiliwe, lakini wale ambao wanahitaji kupata malazi yaliyo bora tofauti na kwenye mahoteli, kwa sababu huduma ambayo sisi tunaifanya pia ni ya cultural zaidi. Kwa namna moja ama nyingine watu watakuwa wanaweza kuendeleza huu uchumi kwa kupromote issue za kiutamaduni katika mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo ni watu wa kawaida wenye nyumba, ama zinahitajika nyumba zenye quality gani na za maeneo gani, kiwango gani? Kiuhalisia bahati nzuri sisi kama kampuni tuna utaratibu ambao tunautumia katika ofisi kwamba viwango ambavyo tunavihitaji ni vile ambavyo tunavifanyia ukaguzi wa kila siku, kwa maana ya kwamba lazima nyumba iweze kukizi wastani wa yale mahitaji ya mtu anayeweza kuishi, kwa maana ya kwamba huwa tunafanya taratibu wakati wanapokuwa wanafanya taratibu za usajili, tuna kitu tunakita preliminary inspection form. Tunakwenda tunazikagua, tunaangalia nyumba ina vile vigezo, ina vile vitu ambavyo kweli mwanadamu yoyote akiweza kukaa pale ndani ana uwezo wa kukaa kama sifa mwanadamu ambaye anamhitaji. Lakini baada ya preliminary huwa tunatoaga mapendekezo kwamba kama hivi vitu havijajitosheleza, tunamtoa maelekezo kwa mmiliki mwenye nyumba kwamba aviongeze, na baadaye tunakuja kufanya kitu kinachoitwa final inspection form. Yani baada ya kutoa mapendekezo kwamba hichi kiongezwe, tunakuja kukagua kweli kilipatikana. Baada ya hapo tunakuja sasa kufanya kitu kinaitwa market inspection form. Tunaingiza ile nyumba kwenye utaratibu, unaenda kwenye matangazo, tuna brandi ili kuweza kupata wageni wengi kadri inavyotakiwa kupatikana. Bei zenu zikoje kulingana na hali halisi ya maisha ya Mtanzania? Na vile kwa sababu huwa pia tunapata wageni kutoka nje, bei zikoje? Ni bei sawa na za wageni kutoka nje ama pia bei ni za Watanzania peke yake? Umeuliza swali zuri sana. Kiukweli katika kampuni yetu tuna taratibu za bei, hasa kwa kipindi kama hichi cha marathon tunasema tuna bei zake, lakini kwa kipindi ambacho sio cha marathon tunakuwa pia na bei ambazo tofauti. Kwa mfano kama kwa kipindi cha marathon tunasema awe ni Mtanzania, asiwe Mtanzania lazima alipie $40, wastani wa shilingi 100 na point. Lakini baada ya marathon pengine kuisha, kwa watu ambao ni wa Kitanzania tuna accommodate kwa bei ambao ni available, ni rahisi zaidi tofauti na kipindi hichi cha marathon. Lakini kwa wageni ambao wanatoka nje za nchi, wao tunakuwa na bei zao za tofauti. Tunachaji $40 mpaka $50
mpaka 60 kulingana na mahitaji ambao sisi tunayaprovide kwenye homestay zetu, na tunasema kwamba sisi tunatoa huduma zilizokuwa bora tofauti na kwenye mahoteli mengine, kwa sababu hata mifumo ya utengenezaji wa chakula, tunachukua chakula from the farm to the table, yani kwamba chakula kinaenda kutengenezwa ni kile chakula cha asili. Kwa hiyo unajikuta huduma ambayo tunaitoa na wageni wanaipenda sana, hasa wageni ambao wanatoka nje ya nchi wanapenda huduma kwa namna hiyo. Unakuta vile vitu hawajaweza kuvipata kule kwao, lakini sisi tunaviprovide. Kwa hiyo unakuta bei hizo ambazo tunazitoa za elekezi zinakuwepo ni sehemu mojawapo pamoja na hizo vitu ambavyo tunaviprovide kwenye homestay zetu. Watazamaji wa B5 Media wanataka kujua nini ambacho sijakuuliza na unataka uwaambie wakifahamu. Nashukuru sana. Mimi ninachotaka tu kuwaambia ni kwamba tuzidi kuchochea uchumi wa wana Kilimanjaro. Tuna uchocheaje wa uchumi wa wana Kilimanjaro? Ni kuhakikisha kwamba wale wote ambao wako katika mkoa wa Kilimanjaro na wana nyumba zao, lakini hizo nyumba zao hazijaweza kuingizwa kwenye utaratibu wa Chaga Homestay, wakaribie ofisi zetu. Zipo jengo la NHC ploti namba 28 karibu na KCU. Waje pale, tutawapa taratibu zote za kujiunga na miongozo mbalimbali, ili sasa tuweze kuisha uchumi wa wana Kilimanjaro. Na mwisho kwa kumalizia, huwa Mwalimu Nyerere alizungumza kitu kimoja katika kitabu cha Tujisaishe. Anasema kujielimisha ni kutafuta sababu za kweli katika kutatua matatizo tulionayo. Kuto kukubali kujielimisha ni kukubali matatizo tulionayo yatuandame. Kwa maana gani? Kupitia hii programu ya Chaga Homestay, zile nyumba ambazo zipo na zinakaa kwa muda mrefu hazikae watu, tuzitumie kufanya uzalishaji wa kukuza uchumi wa wana Kilimanjaro. Hiyo tutakuwa tumetukuza maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuisha yale ambayo yanapaswa kuwa kwa ajili ya kutatua matatizo tulionayo.